Lakini mama yetu Samia Suluhu Hassan ameandika historia kuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufanya urekebu wa sheria kwa kutumia fedha za ndani, kwa kutumia wataalamu wa ndani. Ndipo muone sasa sekta ya sheria imeiva. Imeiva kwa wataalamu, imeiva kwenye rasilimali nyingine. Zoezi hilo lilipata baraka za mwisho kabisa, kwa sababu kwa mjibu wa sheria ile imewataja watu 4 wanaohusika na sheria urekebu. Kwanza ni mwandishi mkuu wa sheria, pili ni mwanasheria mkuu wa serikali, tatu ni waziri wa katiba na sheria, na 4 ni mheshimiwa rais. Wote wametajwa kwenye sheria ile, na kila mmoja ana jukumu lake la kufanya. Sasa jukumu la mwisho kabisa ni mheshimiwa rais kutoa tamko kwamba sheria hizi za urekebu ziko sawa, na anasaini. Na anasaini nakala 3 kwa mjibu wa sheria. Nakala ya kwanza anaipa muhimili wa bunge, nakala ya pili anaipa muhimili wa mahakama, nakala ya 3 anaamua yeye iende wapi. Mara nyingi inakwenda kwa mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa tarehe 23 Aprili mwaka huu Chamwino Dodoma tulikamilisha zoezi la urekebu. Kwa hiyo sasa hivi tuna sheria kama ambazo zimefanyiwa urekebu mwaka 2003 na zitaanza kutumika rasmi tarehe 1 Julai 2025. Kwa wanasheria ambao wanaijua sheria na wanajua historia ya sheria, hili ni jambo kubwa zaidi kuwahi kufanywa na rais aliyopo madarakani kwa kutumia fedha za ndani na wataalamu wa ndani, na limefanywa kwa ustadi mkubwa sana sana sana. Kwetu sisi haya ni mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo kwa hivi sasa sheria zetu zote zinasomeka kwenye kurasa moja. Kuna zile juzuu nyingi, kwa hiyo ukisoma hakuna marekebisho mengine pale, mpaka kwa tarehe ile kila kitu kimekaa vizuri. Lakini kwenye sheria huku, katika zile sheria 57 ambazo tumezitunga na kufanya mabadiliko, niruhusu niwaambie sheria 2. Sheria ya kwanza ni sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Sheria namba 1 ya mwaka 2024 ambayo ilitungwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Februari 2024, na mimi nilipata bahati ya kushiriki kama mbunge na waziri katika mchakato huo. Sheria hii ilikwenda kufuta sheria ya uchaguzi ya taifa ya mwaka 1985. Ilifuta kabisa na kuanzisha. Ndani yake kuna mabadiliko mengi sana. Lakini sheria hii na sheria pacha, sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi, sheria namba 2 ya mwaka 2024, ambayo kwa mara ya kwanza Tume Huru ya Uchaguzi inakuwa na sheria yake ambayo inaanzishwa kama tume huru. Kwa nini tulifanya hivyo? Tulifanya hivyo kwa sababu ni rahisi kufanya mabadiliko kwenye sheria hiyo kuliko kwenye katiba. Mabadiliko ya katiba yanataka muda mrefu. Lakini tulifanya sheria hizi 2 tukazitunga upya kuwapa Watanzania wanachohitaji. Na hii inatokana na falsafa ya 4R ya Mheshimiwa Rais. Madai mengi hasa ya wanasiasa kutoka pande zote ndani ya CCM chama tawala na vyama vya upinzani yalifanyiwa kazi na yakaingizwa kwenye mabadiliko haya 2. Waliomba wakurugenzi wasiwe wasimamizi wa uchaguzi. Waliomba wapinzani. Sasa hivi sheria hizi 2 zimetoa hiyo nafasi. Waliomba mtu asipite bila kupingwa. Sheria hizi 2 zimetoa hiyo kitu.
zimeruhusu sasa, hakuna kupita bila kupingwa. Waliomba viongozi wa vyama na hasa wa Chama cha Mapinduzi wasisimamie uchaguzi. Sheria hizi zimesema ukiwa mwanachama wa chama chochote au kiongozi au uliacha uongozi miaka 5 iliyopita, uruhusiwi kusimamia uchaguzi. Waliomba wasimamizi wa uchaguzi wapatikane on merit. Sasa hivi nafasi hizo zinatangazwa. Watu wanaomba watafanyiwa usaili. Watakayepita majina yao watatangazwa kwenye gazeti la serikali. Ili kama kuna mtu anapingamizi aseme, mmempitisha Damas kusimamia uchaguzi. Mbona huyu ni mwanachama wa CCM, tena mbunge, tena waziri? Waliomba wafungwa wapige kura, imepatikana hiyo. Waliomba uteuzi wa mwenyekiti, makamu mwenyekiti, wajumbe na mkurugenzi wa Tume Huru ya Uchaguzi yapite kwenye mchakato, imeundwa kamati ya usaili inayoongozwa na Jaji Mkuu wa Tanzania, Jaji Mkuu wa Zanzibar, mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, makamu mwenyekiti wa Tume za Haki za Binadamu na Utawala Bora, pamoja na mjumbe mwingine mmoja. Hao ndio watawafanyia interview sasa. Wewe unataka kuwa mwenyekiti wa tume, unapeleka maombi, unapita kwenye chekecho pale. Watachuja majina matatu, ndio watapeleka sasa kwenye uteuzi wa mwisho. Nimesema katika zile sheria 57 zilizofanyia marekebisho, hebu ziangalieni hizi mbili. Sheria namba 1 2024 na sheria namba 2 2024. Na tuwajuze wa Tanzania kwamba mabadiliko ni makubwa mno. Na niseme tu, katika mchakato wa kutunga sheria na mabadiliko, mara zote haupati unachokitaka. Inategemeana na bunge limeamua nini. Mara ngapi serikali imepelekwa misaada kule imegonga mwamba? Mara nyingi tu. Sheria ya bima ya afya mnafahamu, wabunge walikataa zaidi ya mara 4. Makaja kupita baadaye baada ya marekebisho mengi. Kwa hiyo mwenye kauli ya mwisho ya mabadiliko haya ni bunge. Serikali ilipeleka mapendekezo yote ya wapinzani, bunge likaamua haya ndio yapite. Na ni makubwa mno. Kwa tunaposema hakuna mabadiliko kwenye sekta ya sheria za uchaguzi, hapa niwaambie katika sheria 57 hizo mbili za uchaguzi zimetupa nini? Zimetupa uwanja mzuri wa kufanya uchaguzi huru na wa haki. Ile tume ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi, tunaiona sasa kwamba kweli ni tume huru ya uchaguzi.